Ni hakika jina la Yesu lina uwezo kupita majina yote. Hii inatufanya tutafakari na kuona kwamba jina la Yesu lina uwezo na lina nguvu. Nimekuambia pale awali asubuhi, nimekuambia tutakuwa na mtumishi wa Mungu Oscar Joe ambaye atazungumzia kuhusiana na matamko. Kuna vitu ambavyo umekuwa umetamka kwenye maisha yako, vimekuwa wakati mwingine vinakuletea kama mikosi, ni kulingana na wewe ambavyo haujachunga ulimi wako. Nasema ulinde sana ulimi wako kwa sababu ulimi unaumba vitu na vinatokea. Kuna watu unakuta mpo njia anasema huu mwaka usijui kama tutatoboa. Unakuta kweli atoboi kwa sababu amesema huu mwaka sijui kama tutafanya nini, sijui kama tutatoboa. Unakuta hatoboi kwa sababu ya hivyo. Kwa hiyo niambie kupitia 0739109109. Uzuri niko na mtumishi wa Mungu Oscar Joe ambaye niko naye hapa. Tutazungumza kuhusiana na namna ambavyo tutatafakari haya matamko ambavyo kuna namna fulani yanakuwa yanatuletea ndivyo sivyo. Kuna namna fulani mambo yanakuwa hayaendi, unasema umerogwa, kumbe ni wewe mwenyewe. Adui wa kwanza ni wewe mwenyewe kabla ya yule adui. Hii ni nguvu ya adui. Adui wapi bwana? Acha mieyusho. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajisikiaje kuwepo hapa siku ya leo? Na shukuru, najisikia vizuri sana na nina furaha kuwa sehemu ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Leo tunatafakari kuhusiana na matamko. Ndio. Kwa nini Roho wa Mungu anatamani tutafakari kuhusiana na matamko? Unajua, ukiangalia kwenye maisha yetu na kwenye hali yetu ya kawaida tunayoishi, matamko yamekuwa ni sehemu mojawapo ya watu wengi kutokuzingatia, na imekuwa ni kitu cha kawaida sana. Mtu anatamka vitu bila kujua kwamba kile anachokitamka kina nguvu. Kwa hiyo unaweza kukuta asilimia kubwa ya watu wengi wanatamka vitu pasipo wao kutambua hiki anachokitamka anapanda mbegu gani. Na ndio maana leo tukaja na hili somo ili iweze kumsaidia mtu mmoja na mwingine, kwa wale wanaoweza kutusikia kupitia redio hii. Naamini kuna kitu Mungu anaenda kufanya juu ya somo hili la leo. Ndio. Mtumai, karibu kwa ajili ya ombi mtumishi anapo tufanya tutafakari kwenye neno. Tumheshimu Mungu kwa kuomba. Baba mwenye enzi, uliyejawa na rehema na neema, tunakushukuru kwa upendo wako mkuu ukiwa umeadhimu kutupatia siri za ufalme wako. Mfalme, unatufundisha kuhusu athari za ndimi zetu na yale tunayotamka au kujitamkia. Ninamkabidhi mkononi mwako mtumishi wako Baba, ukamtumie kama chombo, neema yako ikamwatamie. Ninanyamazisha kimya kila mapenzi na matakwa ya akili za kibinadamu. Ninaachilia ukuu na uwezo wako Mungu Roho Mtakatifu vikamhudumie. Kila atakalolisema Baba litoke kwako. Asiongeze neno wala kupunguza neno. Asinene kwa kiburi, mihemko wala majisifu, bali Mungu mpe neema ya kujua yeye ni mtumishi mdogo kwa hudumia mamia kwa mamilioni ya watu. Ninakuamini Baba, umemteua yeye na hili limekuwa kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. 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 Karibu mtumishi. Asante. Ninashukuru kwa nafasi hii tena, kwa mara nyingine tena. Tutakwenda kuwa na somo letu zuri sana la matamko ambalo litakwenda kuongeza kitu kwenye maisha yetu. Matamko. Kwa nini matamko? Tunapokuwa tunazungumzia matamko, ni hali ya kile kitendo cha kuamini na kusema kile Mungu anasema. Kuamini na kusema kile Mungu anasema. Unajua, ukiangalia kwenye maisha yetu tumekuwa ni watu ambao tunatamka vitu ambavyo hatufahamu kama kinakwenda kuharibu ama kinakwenda kujenga. Na hii ipo katika maisha ya watu wengi sana. Na wengi tumekuwa katika maisha ambayo hatukuwahi kujua kama nguvu ya kutamka inaweza ikajenga kitu kwenye maisha yako. Nguvu ya kutamka inaweza ikapanda kitu kwenye maisha yako. Unaweza kumtamkia mtu jambo ukihisi ni kawaida tu, lakini jambo unalolitamka linaweza likawa na impact kubwa endapo kama kuna wengi wanatamkiwa vitu wasijue ya kwamba kile anachotamkiwa kinaweza kikapanda ama kikaua. Unaweza kukuta mtu anakuambia kabisa bwana, hili jambo huwezi, hiki kitu unaweza kukifanya, hapana, hakiwezi kikafanikiwa, hili jambo unaweza kulitenda, hapana, huwezi ukafanya. Lakini ukiangalia ndani yako wewe kuna nguvu gani? Unaongozwa na kitu gani? Unaongozwa na jambo gani?
Mimi binafsi nimekuwa ni shuhuda pia kwenye haya mambo. Unajua mwanzo ilikuwa nikifanya vitu katika mazingira ambayo nakuwa na wasiwasi fulani ndani yangu, yani naogopa, yani hii jambo kweli linaweza likawa kweli au itakuwaje? Ukishapandikiza hofu tayari umeweka lango la adui kupita. Unaweza kukuta una nguvu kweli, ulikuwa na nguvu mwanzo ya kutaka hii jambo nitafanya, lakini baada ya kumwambia mtu fulani au baada ya kuingiza kitu fulani cha wasiwasi ndani yako, kinakwenda kuharibu kabisa ile confidence ya mwanzo uliokuwa nayo. Kwa hiyo na ndio maana leo nikasema tutakwenda kuzungumza kawaida tu. Yani kuna namna natamani kwa hali ya kawaida. Yani unapokuwa unafikiria matamko, kumbe mimi Oscar ninapaswa kujitamkia vitu vyema, napaswa kujitamkia vitu vyenye nguvu, napaswa kujitamkia vitu kwamba hapa naweza, hapa nitafanya, hapa nitavuka, hapa nitasimama. No matter what. Watakuja watu wengi watasimama juu yako, watakuja watu wengi wataongea vitu vingi juu yako, lakini kama ndani yako kulikuwa kuna ile nguvu ya kwanza iliyokuambia bwana, hili jambo utalifanikisha, simama nalo. Ondoa hofu ya aina yoyote, ondoa namna yoyote ile ya kuogopa kuingia kwenye mambo fulani. Lakini hata kwenye matamko, wako wazazi wengi wanatamka vibaya juu ya watoto wao. Na hivi vitu vinakuwa ni mbegu. Mtoto anakuwa baadaye, mzazi ulimtamkia mkoa, wewe mna kitu, wewe utabaki tu hapa nyumbani, utakuwa unafagia hapa au utakuwa unasogeza hii mizigo. Unakuta mtoto kweli anatembea kwenye hiyo role ya kubeba mizigo, ya kufanya nini, lakini kumbe ndani yake alikuwa na kitu fulani ambacho alihitaji maneno yenye power. Mtoto anafanya kitu fulani, lakini mwambie wewe ni mshindi, wewe unaweza, msupport. Ni kweli unaweza kukuta watoto wanakosea, lakini usipandikize neno baya. Unapotoa neno lolote baya juu ya mtoto wako, inakuwa ni mbegu moja kubwa sana. Kwa hiyo nilitamani sana niseme juu ya hivi vitu, kwa sababu watu wengi hawafahamu, hawajui madhara ya kutamka. Nini atamke, wakati gani na mazingira gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kuna baadhi ya maneno vifungu tutapitia ili tuweze kujua kumbe kwenye matamko ninapaswa niongee jambo fulani na jambo fulani nisiliongee. Haleluya. Amen. Okay, tuna kitabu kutoka Mithali 18:21 ambacho nacho kinatuongoza, kinatupa ile test ya neno ambalo kwa nini tutamke mambo mema? Kwa nini tutamke mambo mema? Mithali 18:21. Kitabu cha Mithali mlango wa 18 mstari wa 21, maandiko yanasema, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Asante. Hapo tu. Amen. Hapo tu. Yani ni neno ambalo limekaa wazi kabisa. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Ulimi uko wapi? Uko katika mdomo. Kwa unapokuwa unatoa maneno yako, kuna uzima na kuna mauti. Sasa kumbe neno linatuweka wazi kabisa. Inabidi tuangalie neno linatuweka wazi ni kitu gani cha chenye uzima cha kukitamka wewe na kitu gani chenye mauti. Kumbe kuna maneno unaweza kutamka ambayo ni mauti, yanaua, yanaharibu, yanateketeza, yanaangamiza kabisa. Aidha iwe ni kwenye kazi yako, iwe ni kwenye biashara yako, iwe ni kwenye ndoa yako, iwe ni kwenye familia yako. Angalia na chunga ni nini unachokitamka ambacho kitakuwa na uzima. Lakini watu wengi hawaangalii hilo. Inawezekana maneno ya kawaida tu. Aidha ni kwenye familia yako, mnapitia magonjwa fulani. Bana sisi bwana ni tuna hii hali bana. Hii hali ipo tu. Kumbuka hapo unatia mauti ndani yake. Unaadmit ya kwamba ni kweli hali hiyo ya magonjwa mkiwa na miaka 18 ni hali yenu tu. Lakini kumbe ulikuwa unaweza kuikataa kwamba hapana, hii hali hata kama ilipandwa na babu, ilipandwa na shangazi, sababu ya mambo yapo. Kuna watu huko nyuma walifanya vitu fulani, vikapanda hii mbegu na kufika stage sasa vinatembea kwenye hii roho ya familia mpaka atakapoinuliwa mtu fulani kwenda kuvunja na kukataa hivyo vitu. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kumbe katika ulimi wetu tunaweza kupanda maneno ambayo yana uzima, maneno ambayo yana nguvu, maneno ambayo yanaweza, maneno ambayo yanaweza kazalisha zaidi na zaidi na zaidi. Yani maneno ambayo yakakupa confidence. Biblia inatuweka wazi kwamba tunapaswa kutamka maneno yenye uzima. Hata kwenye mambo ya kazi yako, tamka maneno yenye uzima. Usitamke maneno ambayo ni mauti, ambayo yataua, yataharibu kabisa
biashara yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimeliweka wazi hili. Hata unajua sikutaka kuingia deep zaidi kuongea ile ndani, labda pengine watu wengi wasingeweza kunielewa, lakini naongea kawaida kwa lugha rahisi ili tuweze kufundishana, tuweze kuelewa. Kumbe tunapaswa kuelewa kile tunachokitamka kina nguvu sana. Unapoanza siku yako, tamka uzima, usitamke mauti. Umeamka asubuhi, usikurupuke tu umeinuka ukakimbia moja kwa moja anza kazi. Hapana. Yupo aliyeweza kukuamsha, yupo aliyekupa nguvu, ndiye anaenda kuianzia siku yako, ndiye anaenda kuianzia biashara yako, ndiye anaenda kuianzia kazi yako. Si kwa nguvu zako. Ulilala ukaamka na umeamka una nguvu kabisa, naenda kufanya kazi vizuri kabisa, lakini kuna wengine waliamka wana shida. Kumbe tunapaswa asubuhi yetu mwambie Mungu, ninakuja mbele zako asubuhi ya leo. Ninatamka baraka juu ya siku yangu. Ninatamka uzima juu ya siku yangu. Naomba ukaniongoze Roho Mtakatifu. Nisaidie nitakapokuwa naendea kwenye 1, 2, 3. Iwe ni kwenye kazi yangu. Ninatamka uzima. Ninatamka uzima. Kila baya, kila pooza, kila adui yote atakayeinuka, Mungu ninaomba ukasimame. Imagine unaitamkia siku yako kwa mazingira namna hiyo. Huyu adui anapitia wapi? Alafu unapofika kazini, ondoa mawazo ya hovyo. Ondoa mawazo kwamba sijui leo nitauza, sijui leo wateja watatoka wapi. Asubuhi kumbuka umeanza na nani? Umeanza na Mungu wako. Umetamka uzima juu ya jambo unaenda kulifanya. Inakuaje huyu Mungu akashindwa kukuwekea ulinzi na ushindi? Inakuaje? Naomba unapoisikia sauti hii, jaribu hiki kitu. Iwe ni mazoea yako. Asubuhi, usiku, shukuru. Umerudi nyumbani kwako salama, Mungu nakushukuru. Asante kwa uzima huu. Umeweza kuwa nami siku nzima kwenye mipambano yangu. Umeweza kuwa nami sijadhurika, sijapata jambo lolote baya. Nimerudi nyumbani salama, familia yangu iko salama. Tumekula vizuri, tumekaa vizuri. Ninakabidhi tena usiku wa leo Mungu, naomba utulinde. Iwe ni kasumba. Yamkini unaweza kuwa labda unajua watumishi nyie mnaomba sana, labda na mimi nafanya hivyo, pengine mambo yangu yatakaa vizuri. No, ni mambo tu haya madogo madogo. Yaani vitu vidogo vidogo tu ambavyo ni tabia. Mungu wetu anaangalia ndani yako. Anaangalia ndani yako. Lakini kama hutaweza kukiri mwenyewe, mambo kubadilika itakuwa ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie kifungu kingine cha Warumi 10:10. Warumi 10:10. Kitabu cha Warumi sura ya 10 na mstari wa 10. Ndiyo. Maandiko yanasema hivi. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Asante sana. Tunaongezea jambo lingine hapo. Kumbe katika ukiri wetu tunapaswa kuwa na imani. Imani inaanzia ndani yako, ndani ya moyo wako. Unapokuwa unakiri jambo fulani, let's say, Mungu, nina project hii ambayo Mungu imekuja mikononi mwangu. Ilikuwa ni project ambayo ni changamoto, tumegombana na watu wengi, tumechujwa watu wengi, lakini Mungu umenichagua mimi kusimama kwenye hii project. Ninaamini ndani ya moyo wangu nitakwenda kufanya kwa viwango vikubwa. Hakutakuwa na mpinzani wa aina yoyote, hakutakuwa na adui aina yoyote atakayekwenda kuharibu. Kumbuka ndani ya moyo wako umeamini kupitia hii project Mungu wako kakupatia na umeipata. Kitu cha pili unachoenda kufanya baada ya kuamini ndani yako, ile imani uliyoweka ndani yako juu ya project hiyo uliyoipata, unakwenda kukiri kwa kinywa chako. Hicho tulichokuwa nakiongea hapo, unakwenda kukiri kwa kinywa chako, Mungu, ninakwenda kufanya 1, 2, 3 kwenye hii project, na ikafungue malango 1, 2, 3 kwenye hii project. Kwa hiyo kumbe tunapaswa kuwa na imani kwa kile ambacho tunakikiri. Lolote unalokiri kupitia kinywa chako, amini imekuwa. Alafu tembea na hiyo imani. Asiinuke mtu yoyote akaja akakwambia jambo lolote juu ya kile ulichokuwa unakiamini na wewe ukasema ila kweli tayari unakuwa ushapoteza ile imani yako. Let's say ulikuwa una jambo fulani unafikiria, au una kazi, au niseme niweke mfano gani mzuri? Labda ulikuwa na jambo fulani ambalo ulikuwa unatamani lifanyike muda fulani, lakini kabla ya kufanyika huo muda fulani, hilo jambo Mungu akakusaidia likakamilika. Lakini katika kukamilika kwake, unajua sisi tuna marafiki, tuna familia, tuna ndugu kadha wa kadha,
Unaweza kumshirikisha rafiki yako karibu, kumwambia bwana, mimi nilikuwa na project hii na hii na hii, na ni kweli namshukuru Mungu imekaa vizuri, lakini ninaamini nitakwenda kufanya 1 2 3. Na mara nyingi watu tunasikiza comment za marafiki zetu. Usikutane naye akakwambia, bwana, hapana bwana, hilo jambo mbona kama ni gumu sana. Wewe kwa kichwa chako unaweza kaendesha hiyo jambo kwenye kampuni kubwa kama hiyo. Let's say labda ni kampuni kubwa Tanzania hapa. Umechaguliwa ukafanya project fulani. Utaweza kweli? Hapana, huwezi. Unajua maneno tunapoambiwa tunasikia kwa sauti yetu, lakini kichwa chetu kitachakata. Na je, unalipokeaje ndani yako? Kwa hiyo pengine ile imani yako ya kwanza kwamba hili naenda kuliweza, naenda kulifanya hivi, kama uliruhusu lango fulani likapenyeza kwa mbona rafiki yangu alisema sitaweza, mbona sitaweza kufanya hivi, linaenda kuua kabisa kile ambacho Mungu alikusudia kuweza kufanya. Kwa hiyo naomba tunapokuwa tunatamka maneno, tuhakikishe tunajitamkia mema, tuhakikishe tunajitamkia maneno yenye ushindi, tuhakikishe tunajitamkia maneno yenye nguvu. Amen. Tuhakikishe tunatamkia maneno ambayo hakuna adui yoyote atakayekatiza. Hata kama ni mzazi wako atakutamkia neno vibaya, Amen, livunje kwamba Mungu, ninatamka kupitia neno alilotamka mama yangu, sitakuwa mtu aina hivyo, sitakuwa mkia, sitakuwa chini, sitakuwa kuongozwa. Na mimi nitakwenda kuketi na wakuu pale juu. Na mimi nitakwenda kuketi na watu wanaoeleweka. Na mimi nitakuwa na marafiki wenye connection kubwa. Na mimi nitakuwa na mazingira makubwa. Yaani jitamkie hivyo. No matter what. Haya maneno aliyotamka mama yangu si ya kwangu mimi Oscar, si ya kwangu mimi Alexi, si ya kwangu mimi Johnny, si ya kwangu mimi Gabriel. Tamka haya maneno si ya kwangu. Mungu, mimi najua nina nguvu ndani yangu. Iko nguvu ninayoiona ndani yangu. Jitamkie maneno yenye ushindi. Wewe ni mtu wa thamani sana. Na ndio maana ukaumbwa. Na ndio maana uko hapa duniani. Iko nguvu kubwa sana ndani yako. Usijione huwezi. Usikate tamaa kwamba mimi ni wa mwisho tu. Mimi siwezi kusimama. Mbona wale fulani na fulani, wale ndio matajiri bwana. Familia zao ziko vizuri, wana magari, wana hao magari unayoona, hizo nyumba unazoziona, zinawezekana, zipo mikononi mwako. Nini? Unaanza vipi kutembea? Kuanzia sasa. Namna ya mitembeo yako ndio itakwenda kubadilisha historia yote kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tutaenda kujua ni namna gani utatamka au namna gani ya kuendea matamko kwa usahihi. Matamko ili yaweze kufanya kazi kwenye maisha yako, ziko njia kadha wa kadha ambazo tunaweza tukapita ili tunapokuwa tunatamka yakafanye kazi kwenye maisha yetu. Hatutamki tu kama tumeamka asubuhi na kuimba au na kucheka. No. Kutamka kuna namna yake. Kutamka kuna njia zake. Kutamka kuna namna yake ya kuweza kufanya kile unachokizungumza kikafanye kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi ya kwanza ni namna gani utatamka au kuyaendea matamko kwa usahihi. Pointi ya kwanza, tumia neno la Mungu. Tumia neno la Mungu. Kumbe tunapokuwa tunatamka, siwezi kujitamkia mimi ni mshindi alafu nikaishia hivyo tu. Yapaswa ninapotamka ushindi niangalie kwenye maneno pia kuna ushindi. Kuna watu wengi walishinda kupitia neno la Mungu. Kupitia neno la Mungu tu kuna ushindi mkubwa ndani yake. Kuna ushindi mkubwa. Kwa hiyo tusitamke kwa kufikiri kwetu, yatubidi kutamka kwa ahadi za kibibilia. Kwa hiyo yako maneno mengi ambayo yalikuwepo kwenye Bible na watu walitamka kupitia Biblia. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Yamkini kweli ulikuwa na magumu unaopitia, magonjwa yanakusumbua. Yaani magonjwa yanakusumbua. Lipo neno kwenye Biblia linatuambia kwa kupigwa kwake nani? Yesu. Mimi nimepona leo hii. Mama yangu amepona kupitia hiyo ugonjwa wa kisukari unaosumbua, kupitia hali fulani ya watu kupotea kwenye familia. Ukifika miaka fulani 20, 30 watu wanakufa au uzao wa kwanza. Kila unapozaa mtoto wa kwanza kwenye familia yenu lazima apotee. Kumbe kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Nimekombolewa mimi, amekombolewa mtoto wangu, amekombolewa mama yangu. Chochote ambacho kitatoka kwenye tumbo langu mimi hakitakufa, hakitaangamia, hakitapotea. Yako maneno mengi. Kumbe unapotamka neno, rejelea na kwenye Biblia. Yapo maneno ambayo napaswa tutembee nayo. Yapo maneno ambayo napaswa tuongozane nayo ili kile unachokitamka
Tamka kabisa, na Biblia inaniambia labda kupitia mstari fulani na fulani, mimi kwa kupigwa kwake sitaangamia, sitateketea, sitadondoka, sitaumia. Kazi yangu hii haitakufa, biashara yangu haitakufa, ufugaji wangu, huduma yangu haitakufa, kwa sababu ninaye Mungu ndiye anayenisimamia kwenye hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na nimesema hilo kutumia. Pointi ya kwanza, tutatumia neno la Mungu. Kwa unapotamka jambo lolote, mtu wa Mungu, popote unaponisikia, hakikisha liko neno fulani unaotembea nalo, liko neno fulani ambalo utatembea nalo. Litakuongoza unapokuwa ukiomba, litakuongoza utakapokuwa ukitamka kwa Mungu, ninaliendea jambo hili, ninaomba kupitia neno lako kutoka kitabu fulani, ninatamka hakutakuwa na nguvu yoyote itakayosimama. Nataka tuongee kawaida kabisa. Sitaki kuingia dipu sana nikakuchanganya, lakini najaribu kuongea katika mazingira ambayo unapoisikia sauti hii, unapotamka matamko yoyote, tumesema hakikisha kinywa chako kinatoa matamko yenye mbegu, yenye uzima na sio mauti, na tumeangalia vile vifungu. Kwa hiyo unapokuwa ukitamka maneno, hakikisha unaambatanisha na maneno fulani ambayo yatakuwa ndiyo kinga, ndiyo nguvu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza. Tutumie neno la Mungu. Chochote unachokitamka hakikisha kinaambatana na neno la Mungu. Pointi ya pili, tamka kwa imani. Tulisoma kifungu fulani kikatuambia tutamke kwa imani. Tuangalie Waebrania 11:6. Tamka kwa imani. Waebrania 11 mstari wa 6. Ebrania 11 na mstari wake wa 6, maandiko yanasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu niendelee. Okay, nitarudia. Ebrania 11 mstari wa 6, Bible inasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amen. Asante. Tumeona neno liko wazi kabisa. Pasipo imani, bila imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Bila imani. Kumbe unapokuwa unatamka, mbali na kwamba utakuwa umetamka, pointi ya kwanza nimesema tutatumia neno la Mungu, lakini pili, unapaswa kutamka kwa imani. Amini kile unachokitamka, amini kile unachokipanda. Hii ni mbegu, watu wa Mungu, hii ni mbegu. Unachokitamka, imani yako inaamini nini? Inaamini kwamba kuna kushinda juu ya hicho unachokitamka, au inaamini kwamba kuna kuanguka juu ya hicho unachokitamka? Oho, kumbe kuna kushinda juu ya hicho unachokitamka. So ufanye nini? Ya kupasa kutembea na imani yako ile ile kwamba ninakwenda kushinda ugonjwa huu. Sasa ni basi, hatutaumwa tena sisi, hatutaangamia tena sisi. Au kuna hizi roho za kushindwa, yani mtu kila anapoanza jambo fulani anaanguka tu, yani na wasiwasi, ana ile hofu. Unapoingiza kwenye maisha yako, ni lango ambalo adui hutumia kukufanya wewe ujihisi huwezi kuinuka, huwezi kufanya, yani imani ndiyo itakayoinua jambo hili tena. Amini tu kwamba nimetamka jambo fulani. Let's say mwaka huu nina 1, 2, 3 kwa imani yangu ndani yangu na ule msukumo, na kwa neno 1, 2, 3 ambalo Mungu ananiongoza, ninatamka sitashindwa, sitaanguka, sitadondoka. Ninaamini ninapofunga mwaka huu, ninafunga na project hii, ninafunga na ushindi huu, ugonjwa huu hautakuwepo, biashara hii itakwenda kusimama, na mambo kadha wa kadha. Sijai kumiliki viwanja, nitamiliki viwanja. Sijai kujenga, nitajenga. Okay, sijai kuimba kwenye matamasha makubwa, nitaimba kwa wewe mtumishi. Sijai kuhubiri kwenye makonsenti makubwa, nitahubiri. Sijai kukaa na watumishi wa Mungu wakubwa, nitakutana nao, nitakaa. Ninaamini kwa imani yangu. Sawa sawa na neno hili la Waebrania linatuambia bila imani haiwezekani kumpendeza nani? Mungu. Kwa ninaamini ya kwamba imani yangu inampendeza Mungu kwa hiki ninachokwenda kukiamini, kwa sababu si kibaya, ni chema. Imagine kukaa na watumishi wa Mungu tofauti ni kujifunza. Ni imani yako kwamba mimi one day nitakaa labda na Pastor Tony, au nitakaa na nani, au nitakaa na mtumishi wangu Mwalimu wa Kasege, au nitakaa. Imani yako inavyokuongoza, kila unachokiamini ndicho kitakacho kwenda kutoa matunda mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ni pointi ya pili. Tamka kwa imani. Watu wa Mungu, kile tunachokuwa tunatamka hapa, nimezungumza kwenye upande huu sana, lakini pia hata kwenye maisha yetu yako mengi, yamkini mengine mimi siyajui na sijayazungumza hapa, ila imani yako, amini tu. Asubuhi umekuwa ni mtu wa hasara kila kukicha. Kila kukicha wewe ni hasara. Ukiingia kazini huoni faida yoyote, huoni chochote. Lakini kumbe kuna namna unavyoanza siku yako. Tangu asubuhi umeanza vipi? Umetamka nini? Yaani wewe siku yako ya leo umeitamkia nini? Kuna Jumatatu, kuna Jumanne, kuna Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, mpaka unapokuja kufikia Jumapili. Hizi siku zako zote una kasumba ya kutamkia mema? Una kasumba ya kupanda mbegu njema? Wengi ukiamka kama nilivyosema, Jumatatu tukaamka salama, aenda kupambana tu. Lakini huku nje unakotoka kuna nguvu nyingi, kuna mambo mengi. Ni jambo gani unalitamka? Ni mambo gani? Naweza nikatoa mfano. Unajua hata mimi kipindi fulani nilikuwa nikipitia changamoto moja wapo ya ndio. Naweza nikatamka kitu alafu baadaye tena kabla sijaenda, unajua kitu nimeanza kuipractice, kuifanyia mazoezi mara kwa mara, muda mrefu. Yes. Kwa hiyo nilikuwa nikiamka maisha magumu, hali ngumu, usiku niliomba, nikasema Mungu, mimi ninatamka sitashindwa. Ninakwenda kufanya 1, 2, 3 kesho. Mungu, ninaomba na kutanguliza wewe. Chochote ninachokutana nacho mimi nitatembea na ile imani yangu tu kwamba ninakwenda kushinda. Bwana. Kutana changamoto nzito. Kwamba unaamini kwamba kesho utauza sana. Na kuna watu kwa mwingine watakuja, bwana, mimi niweke 60, mimi niweke 60. Kesho nafika hakuna hata mmoja aliyerespond. Unaanza kusema mambo gani tena? Lakini mambo magumu. Lakini kumbe kuna ile imani uliomba Mungu. Sasa pengine shetani anakujaribu. Mungu, naomba nimjaribu mtu uone kama kile alichokiomba usiku alikuwa na maanisha. Kweli nikaanza kulalamika baadaye, lakini uliomba jana wewe kwamba Mungu, ninatembea na wewe no matter what, chochote tunachokutana nacho kesho natembea na wewe. Lakini nilifeli wapi? Pale wale watu walipo respond hawaji na hawajafika, nikaanza kulalamika kibinadamu kwamba inakuaje sasa hii? Mungu, mbona kama yani hapana bana, jamaa inakuaje mbona? Lakini kumbe ilipaswa nimshukuru Mungu. Mungu, asante. Asante. Ninajua unakwenda kunishindia. Hata kama hawajaja leo, watakuja kesho, watakuja kesho kuta, watakuja baadaye, watakuja. Yani ninajua kutamka ule ushindi tu kwenye hicho kingeenda kuinua kitu kikubwa sana. Yamkini isingekuwa wale, angenuka tu mtu mmoja akaja akamaliza kile kitu chote mpaka ningebaki na shangaa. Na ni kweli Mungu amekuwa akinivusha hivyo kwenye mambo mengi. Mambo mengi. Nimekuwa nikiomba, nikianza na yeye kwenye kila hatua yangu ya biashara yangu. Nimekuwa nikianza naye yeye. Na pia nimekuwa nikimaliza naye yeye, na nimeona mkono wake. Amen. Nimeona mkono wake. Amen. Nimeona mkono wake. Amen. Kuamini kile tu, imani kwamba Mungu, ninakwenda kufanya hiki, naenda kuuza huu mzigo. Ninakuomba kasimame na mimi. Kuna kipindi nishai kuuza mzigo ndani ya lisali moja. Ndani ya lisali moja. Kitu ambacho sijawahi kufanya. Yaani ndani ya lisali moja wameinuka watu wanakuja wanagombana pale, mtu anachukua hiki huyu kapita huko. Mimi nimekaa pembeni mpaka ananika pembeni, bwana tulia bana, tulia. Ndani ya lisali moja nimemaliza kila kitu. Wanakuja watu wengine wanafika pale, bana vipi? Mbona mzigo umeisha? Mbona ndo muda wetu wa kuchukua mzigo? Inakuaje? Unaona Kwa hiyo nikabaki mimi nakumbuka kitu cha kwanza ambacho nilikitamka baada ya ile kitu kutokea, nilisema Mungu, asante. Mungu, nakushukuru. Maana huyu ni wewe. Hakuna kitu, huyu ni wewe. Kuanzia pale ikafungua malango zaidi na zaidi. Kumbe tunapomkiri yeye na tunapoamini tunakwenda kufunguliwa malango zaidi kwa viwango vikubwa ambavyo vinakuweka katika nafasi ile ya juu tu. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo unaponisikia mtu wa Mungu, hujachelewa. Usikate tamaa. Amini tu, unaweza. Yamkini ya maneno hujawahi kuambiwa na mtu yoyote. Unaweza. Una nguvu. Lipo kusudi lako. Wako wanaokudharau, hawaoni thamani yako, lakini una nguvu ndani yako ya kuwa mtu mkubwa kama hao unaowaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante. Ninaingia pointi nyingine. Hapa nimeongea sana kwenye imani. Watu wengi imani zao huteteleka sana. Lakini pointi nyingine, kiishi kile ambacho umekitamka. Kiishi kile ambacho umekitamka. Sasa unaona hivi vitu vinavyoendana. Kumbe hatuishi tu kwenye kutamka kwa imani, lakini tunaishi kile ambacho tumekitamka. Nimetoa mfano hapa. Mimi nilitamka usiku jambo fulani, asubuhi likatokea tofauti na vile nilivyotamka, lakini nikaanza kulalamika. Sikuishi kile nilichokitamka.
kwamba no matter what, hata msije yani hata toje msipokuja wiki hii, mkaja si wiki ijayo, nilitamka kwamba ninaamini Mungu wangu atakwenda kunivusha kwenye hili. Yeye ana njia zake, hazichunguziki. Uwezi, yani kuna namna tu unaweza kainua mazingira fulani ambayo yani yamkini pengine haya, yani huelewi hapa Mungu kanivushaje hapa? Imekuwaje? Kafanyaje? Kwa hiyo kiishi kile unachokitamka, yale ambayo unayatamka uyaishi kwa imani, tena kwa utii, maombi na matendo mema juu ya yale uliyoyatamka. Kumbe hatuishi tu kutamka, kuna utii ndani yake, lakini kuna ya kuombea kwamba Mungu, nina imani na hiki na hiki na hiki na hiki, na nimetamka tena kwa kunyenyekea mbele zake, sababu haumshirikishi Gabriel hapo au Ayubu, unayemshirikisha ni Mungu wako. Kwa lazima uende kwa unyenyekevu na utii na kuyaombea yale, alafu na kuamini kile ambacho umekiomba. Kwa kiishi kile ambacho umekiomba, no matter what. Atainuka Athumani, atakuja kwako, bwana, hilo jambo achana nalo, sio lako. Mwambie hapana, yule niliyemuomba ni mkuu kuliko wewe Athumani. Amen. Yule niliyemuomba na kumkabidhi hiki ni mkuu kuliko wewe. Yamkini unaambiwaga maneno tu kwamba wewe utaishia kuosha vyombo tu na kusave tu kwenye hii migawa na kuhudumia watu. Hapana. Imani yako inakwambia nini ndani yako? Kwamba nitafanya hii kazi kwa muda fulani, lakini nitamiliki na mimi restaurant ya kwangu. Yes. Nitamiliki na mimi mgahawa kwangu mkubwa. Amen. Nitamiliki na mimi mgahawa. Kwa hiyo leo watakuona unaosha watu mikono na bebea watu sahani na kuwapelekea chakula sehemu fulani, lakini ndani yako unalipicha ile restaurant lako. Ishi hiyo imani yako, iombee hiyo imani yako mbele zake, tena kwa unyenyekevu, lakini pia tembea na hiyo imani kwamba one day na mimi nitakuwa na hiki kitu. No matter what. No matter what. Watainuka watu watakudhihaki sana. Yamkini unahitaji duka kubwa sana la nguo au la viatu au la spares na vitu vingine. Leo hii ni fundi wa pikipiki tu, lakini unaenda sehemu mfano kiangalia hilo duka unasema na mimi one day nitakuwa na hiki kitu. Sasa one day ndio, lakini kuna mbegu unatakiwa ipande juu ya hilo ili uweze kumiliki. Unaanzia wapi? Anzia chini. Kila kukicha jitamkie. Tembea na imani hiyo, tembea na kiishi kile unachokiamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alafu pointi nyingine ya 4 inatuambia rudia mara kwa mara. Kumbe hii ni tabia. Ndio maana nikasema watu wa Mungu, mnaponisikia sehemu yoyote, tumeanza kutamka, tumeanza kujifunza mwanzo juu ya matamko, tumejua maana ya matamko, tumetembea na baadhi ya vifungu, tukaja na pointi hizi ambazo ndizo nazozitaja sasa, namna gani utatamka au kiendea matamko kwa usahihi. Pointi ya mwisho inatuambia rudia mara kwa mara. Rudia mara kwa mara. Unarudia nini? Tumesema hapo kuna kutamka kwa imani, kuna kuishi kile unachokitamka kwa imani. Kumbe usiishie tu kutamka, unatakiwa ukiishi, alafu kirudie mara kwa mara. Kile ambacho kimetamkwa kuwa kinahitaji matokeo kwa kukirudia au kwa kukiri mara kwa mara. Iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, iwe ni usiku, kirudie mara kwa mara. Unapokuwa unarudia mara kwa mara, kuna nguvu ndani yake inatengenezeka. Unapokuwa umekiacha, means kwamba kimekufa, hakiwezi kuinuka tena. Kutamka mara kwa mara ni ushindi wa kile unachokitamka, wa kile unachokiamini, wa kile unachokitaka kukiendea, wa kile unachotaka kukimiliki. Kwa unapokuwa unakitamka mara kwa mara, mfano tu, mimi Oscar ni tajiri. Biblia imetupa kutawala, imetupa kumiliki. Amen. Imetupa kuongoza. Yes. Imetupa kusimama juu. Mimi Oscar ni tajiri. No matter what. Wananiona vipi kwa nje, lakini Mungu wangu mimi ni tajiri. Kaniinua kwa ajili ya kumiliki, kwa ajili ya kutawala, kwa ajili ya kusaidia wengine kupitia mali zangu hizi, kupitia kampuni yangu hii. Mimi ni tajiri. Asubuhi mimi ni tajiri. Jioni mimi ni tajiri. Mchana mimi ni tajiri. Anapata wapi shetani au adui, anapata mlango wapi kupenya kuweza kukufanya wewe ni masikini? Anapata wapi? Wewe ni tajiri, jione hivyo. Jamani, kuna muda unakaa na tajiri hivi unamwangalia, ni mtu kama wewe, anavaa nguo kama wewe, amekuzidi kitu gani? Yamkini pengine hana elimu kubwa ulionayo, lakini ni vile tu ana strategy zake. Ni haya mambo tu, ni haya mambo. Sawa, hatukatai, wako wengine ambao wanajiongeza kwenye mambo fulani, lakini unataka kuniambia hakuna matajiri ambao wako upande wa Mungu? Wapo wengi. Unajua kuna muda watu wanatuambiaga maneno, tutakutana na watu kwenye dunia huko wanakuambia kabisa, bwana Oscar, hapana, hii mambo ya upande wa Mungu, hizi fedha za upande wa Mungu utachelewa sana baba. Yaani utachelewa vibaya mno.
Jiongeze bwana, jiongeze. Lakini uchelewaji wa Mungu ni mchakato wa kukuandaa kuweza kumiliki vitu vikubwa. Amen. Uchelewaji wa Mungu ni mchakato wa kuweza kukuandaa kumiliki vitu vikubwa. Kama hujakuwa na hujakomaa kifikra, huwezi kumiliki jambo kubwa. Lazima akutengeneze, lazima akuandae, lazima akuweke katika mchakato, na huo mchakato ni hustling kweli kweli. Akuona, je, utaacha kumuomba? Utaacha kumtegemea? Wako wengi wanaisha njiani, wanaamua kwa upande wa Mungu. Walikuwa na mali fulani nyingi, lakini Mungu anazipukutisha zote. Anakuanzisha upya kwamba nikikuacha na mali hii na hii na hii na hii, hutanitegemea mimi. Na ni kweli. Kuna mtu aliingia na mali kwa Mungu zikapotea, nakimbia kwamba bora nikarudi kule kule. Shetani anatoa mali na Mungu anatoa mali. Sasa nategemea wewe uko upande gani? Ndio tunachokisema hapo. Kuna matajiri wengi, wengine wanategemea mambo fulani, wanategemea vitu fulani, lakini wako matajiri wanaomuomba Mungu kukicha na mchana, wanafunga na kuomba, na wana mali zao na maisha yao na fedha zao vizuri kabisa. Kwa hiyo jitamkie, rudia mara kwa mara, mimi ni mshindi, mimi ni tajiri, mimi ni mshindi. Na ukiangalia neno gani linasema wewe ni mshindi? Nitakuwa juu zaidi, wala sitakuwa mkia, au kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Yani yako maneno ambayo utatembea nayo kwenye kujitamkia kwako. Mimi ni mshindi, nitashinda hili. Ni gumu kweli kwangu. Ni gumu kweli kwangu. Yamkini umekuwa na vizuizi vya kifamilia kwamba hatutaki this and this and this. Hatutaki wewe uko fulani, hatutaki ukasimame na mtu fulani. Wewe jitamkie, mimi ni mshindi, mimi ni mshindi. Mungu wangu aliye ndani yangu anaweza. Nitaenda sehemu fulani, nitafanya jambo fulani, nitaingia sehemu fulani. Yani jitamkie wewe mwenyewe. Jitamkie. Unapotamka kutoka kwenye ulimi wako, hivi vitu vinaumbika. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yako mengi. Unaweza kujitamkia, mimi ni mzima. Mimi ni mzima. Na ni kweli, unapandikiza mbegu ya uzima. Mwaka mzima unakuwa ni mzima tu. Wako wengine wanahangaika huko, wengine na mafua, wengine na magonjwa makubwa. Unaona, jamaa vipi? Mbona tuje kumuona hata siku moja kwenda hospitali? Lakini kila siku umekuwa ni mtu kwenda kuwatembelea wenzio hospitalini. Unadhani kwa nguvu zako? Hapana, ni kwa kile unachokikiri ndani yako. Mimi ni mzima na familia yangu na biashara yangu. Uzima tunaotamka hapa ni kwenye biashara yako, ni kwenye afya yako, ni kwenye huduma yako, ni kwenye kazi yako, kila maeneo. Tamka uzima, mimi ni mzima. Yeye ndiye uzima na kweli. Kwake kuna afya tele, kwake kuna baraka, kuna kila jambo. Tamka. Unapotamka mimi Oscar au mimi Gabrieli au mimi Helena ni mzima, tembea na neno kifu. Nimesema huko mwanzo, usitamke tu maneno bila kuwa na neno fulani ambalo linakuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa yalikuwa ni maneno tu machache hayo. Naamini kuna namna watu tumeelewana na tumesikilizana. Lakini pia sijui kama nitapata muda kidogo nimalizie kidogo. Okay, sawa. Kwa wewe ambaye umeelewa neno na kile ambacho mtumishi amekifundisha, ikiwa una swali, una dukuduku, hebu tuandikie ujumbe mfupi kupitia 0739 109 109. Mtumishi wa Mungu anaenda kukamilisha hapa, alafu baadaye atataja namba ya simu. Ikiwa una shida yoyote, maswala yote ya kiroho, kukua kiuchumi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, basi tuandikie ujumbe mfupi kupitia 0739 109 109. Karibu kwa kutamatisha, mtumishi. Asante sana. Sasa tumeangalia vitu vingi huko nyuma. Vingi sana tumevipitia huko nyuma. Nadhani tutamalizia na baadhi ya matamko ya kibibilia. Baadhi ya matamko ya kibibilia. Amen. Ambayo tutaangalia Zaburi 91:11. Zaburi 91:11. Zaburi 91 na mstari wa 11. Ndio. Maandiko yanasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Yes. Ndio. Niendelee. Irudie tena tafadhali. Okay. Zaburi 91 mstari wa 11, maandiko yanasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Amen. Asante. Nadhani neno limekaa wazi sana. Baadhi ya matamko ya kibibilia tumesema hivi: unapokuwa unatamka, hakikisha unajitamkia mema. Kinywa chako kisitoe maneno
yenye mauti na uzima, isitoe maneno yenye kufa, maneno yenye kuharibu, maneno yenye kuteketeza. Haya ni baadhi ya matamko ya kibibilia. Kwa ulinzi, inatuambia Zaburi, Mungu atanilinda na malaika zake watanisaidia. Tembea na hilo. Umeamka asubuhi, yeye ndiye mlinzi wako. Unapoingia kazini, unapotembea, unapolala, yani popote utakapokanyaga, lipo neno ulilotamka asubuhi. Lipo neno ulilotamka, ulilopanda asubuhi, neno la ulinzi. Zaburi 91 inakwambia atanilinda na malaika zake watanisaidia. Atanilinda na malaika zake watanisaidia. Hiyo ni asubuhi, unatoka kwenye nyumba yako. Okay? Uko unakokwenda, kumbe unalindwa na nani? Na Mungu. Haipaswi unaamka tu asubuhi moja kwa moja kwenye mambo. No. Tamka, panda mbegu njema. Panda iwe kasumba. Watu wengi wanaweza kanda leo, kesho kutu wameacha. Ile consistency hakuna. Tuendelee kupanda maneno. Baadhi ya matamko tutamke wenyewe kupitia maneno haya ya Biblia. Kwa ulinzi, mwambie Zaburi 91 inasema, Mungu wangu atanilinda na malaika zake watanisaidia. Tamka napoenda 1 2 3, napoingia hapa, Mungu wangu yuko ananilinda. Napoingia kwenye hii meeting au kwenye hiki kikao, yuko mlinzi wangu nyuma yangu. Kama kuna nguvu zozote zilizopandwa kwa nikashindwe kwenye hii meeting, nikashindwe kwenye hii tenda, nikashindwe kwenye hiki kikao, nikashindwe kwenye hii project, nikashindwe, yuko mlinzi wangu na malaika wake ninatembea nao wananilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yako maneno mengine kwa upande wa baraka. Tutasoma Kumbukumbu ya Torati 28:6. Kumbukumbu la Torati 28 na mstari wake wa 6. Maandiko matakatifu yanasema, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Amen. Unaona sasa, hii ni neno la baraka. Kumbe tutabarikiwa tunapoingia na tunabarikiwa tunapotoka. Lakini hizi baraka zinaingia vipi kwako kama wewe mwenyewe binafsi haujitamkii mambo ya baraka, haujitamkii mambo yenye ushindi? Jitamkie. Maneno yapo yako wazi kabisa. Hivi nani asielewe jamani? Nitabarikiwa nitokapo na nitabarikiwa niingiapo, au niingiapo na nitokapo. Nani ambaye elewi? Neno liko wazi kabisa. Kumbe unapoingia na unapotoka, zipo baraka zako. Zinamsubiri nani? Ni wewe. Zinakusubiri wewe. Tamka. Amini ndani yako. Na unapotamka, nenda kwa kunyenyekea mbele za Mungu. Mwambie Mungu, ninajua ziko baraka ulizozitenga kwa ajili yangu. Ziko baraka ulizojitenga kwa ajili ya familia yangu. Ziko baraka ulizozitenga kwa ajili ya kazi yangu. Ninatamka hizo baraka zisipishane na mimi, zikawe na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Zipo baraka zako wewe Aisha. Zipo baraka zako wewe Ayubu. Ziko baraka zako wewe Krisi. Ziko baraka zako wewe Amosi. Zipo, tamka, usiache kutamka. Hakuna anayejua kuomba. Mungu anaangalia ndani yako. Anaangalia moyo wako. Pengine unatishwa juu ya maombi. Pengine unaogopeshwa. Lakini kinywa unacho, usitegemee mpaka mtumishi akuwekee mikono. Halafu mimi nishaombewa na mtumishi Zebron pale. Kaniombea bwana. Kwa naendelea mambo yangu. No. Endelea kufanya na wewe pia. Endelea kupanda kwa kuomba. Usijione kama hapa siwezi. Mbona nimeomba vibaya? Hakuna anayeomba vizuri. Tamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yako maneno mengi, yako maneno ya mafanikio. Tunaweza kusoma Yoshua 1:18. Tutamalizia hili, alafu nitamalizia kwa maneno machache tu mwishoni hapo. Okay. Yoshua sura ya 1 mstari wa 18. Ndio. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 18, kila mtu atakayeiasi amri yako, asiyasikilize maneno yako katika mambo yote utakayomwamuru, atauawa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, hilo tu. Amen. Tunaona haya maneno watu wa Mungu yanatuongoza, yanatuambia, yanatufundisha. Natamani sana kwa haya niliyoweza kuyasema juu ya matamko, hakikisha uzima ndio utawale kwenye kinywa chako. Ondoa kitu mauti kwenye kinywa chako. Utapitia changamoto fulani kukupima kwa kile unachokiomba, lakini usiache, kwa kuwa mwanzo ulimkabidhi Mungu, ukatembea na Mungu, na huyu Mungu yako mazingira alikuvusha, akakufanya ukacheka, ukafurahi. Yamkini pengine ulijikwaza bado, nimefanya 1 2 3, no. Lakini ni Mungu kumbe alikuvusha hapo. Tusiache kujitamkia mema. Tuendelee kutamka mema kila kukicha, mara kwa mara. Usiache. Yeye ndiye Mungu anayeweza.
Yeye ndiye Mungu anayetenda. Na kutamka kusikufanye ukahisi ya kwamba umemaliza, lakini kuna kazi zaidi. Kuna muda utakosea, kuna muda utafanya vibaya, kuna muda utatenda mabaya katika namna unayoendea siku yako. Endelea kuomba toba, endelea kuwa mtii, lakini pia endelea kufanya maombi, lakini pia usiache kufanya kazi kwa bidii. Watu wa Mungu, unapoona umekosea, nenda mbele za Mungu, nyenyekea. Mungu wangu, ninaomba. Hata kama haujakosea, sababu muda mwingine unahisi uko sahihi, lakini kumbe kwa Mungu umefanya makosa. Mungu, ninaomba unisamehe mahala ambako nimenena vibaya, nimetenda vibaya, ninaomba unisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu. Wewe ni mkuu, wewe ni tajiri, wewe unaweza. Amen. Wewe una nguvu. Usijione hauwezi. Kuanzia sasa tembea na imani ya kwamba kile ambacho unataka kifanikiwe kimefanikiwa kwa jina la Yesu. Amen. Barikiwe sana watu wa Mungu, na Mungu awabariki sana. Amen. Ukiwa unahitaji namba ya mtumishi ni 0716008585 0716008585. Hiyo ni namba ya mtumishi wa Mungu Oscar Joe, ambaye ametupa tafakuri hasa kuhusiana na matamko, namna ambavyo tunatamka yanakuwa yanaleta matokeo ambayo yana athari tofauti na vile ambavyo tunakuwa tunatamka. Tukitamka vyema, basi matokeo yatakuwa ni mema. Ikiwa una swali, una dukuduku, basi muandikie ujumbe mfupi, unaweza kumpigia simu kupitia namba hiyo 0716008585.